Bana, wakati wa kulala mwili unakuwa haupo kwenye hali ya kuona, hali ya kufanya tendo lolote lile, aidha kurusha mkono au kusogeza mguu. Sasa kuna hii hali hapa. Nafikiri umewahi kukutana nayo. Kitaalamu inaitwa sleeping paralysis. Hii ni hali ambayo mwili unashindwa kufanya jambo lolote baada ya kuamka. Yaani macho yanaona, mkono, mdomo wala miguu haiwezi kutembea. Sasa sleeping paralysis inatokeaje kwenye mwili wa binadamu? Kwanza, hii ni sababu ya kiusalama, ambapo mwili wa binadamu mtu akiwa amelala una tabia ya kuzima mjongeo wa viungo vyote vya mwili, ikiwemo mkono, miguu na kadhalika, kwa sababu mtu akiwa usingizini huwa anaota ndoto. Sasa kuna ndoto nyingine anaota anakimbia, kuna ndoto nyingine anaota anapigana na kadhalika. Hizi ndoto akiwa anaota, mifumo ya viungo vya mwili wa nje vikiwa havijazimwa vitasababisha ndoto ichukuliwe kwenye uhalisia. Ndio maana ubongo unazima kwa sababu za kiusalama, yani kilichopo ndotoni kibaki ndotoni na kwenye mwili ubaki mwili wa kawaida. Ndio maana mara chache sana ukiona watu wakiwa wamelala, unakuta baadhi yao anarusha teke, unakuta mwingine anarusha ngumi, kwa sababu ubongo haujazima mfumo wa mjongeo wa viungo vyake vya mwili. Sasa sleeping paralysis yenyewe inatokea ambapo viungo vilikuwa vimezimwa kwenye mfumo wa ubongo na mfumo wa mjongeo wake binafsi. Mtu ameamka haraka kutoka usingizini, macho yamefunguka, lakini viungo vyake bado havijarespondi kufunguliwa kutoka kwenye ubongo. Ndio pale mwili unabaki umeganda, mkono hautembei, kifua ni kizito, miguu mizito na mwili wenyewe ni kama mzito. Ndio wengi wanaingia na kuihusisha na imani za kishirikina. Mmoja kati ya wanasayansi na wanabiolojia wa binadamu anafahamika kama Isbrand van die Broek. Yeye aligundua kisa cha kwanza mwaka 1664 kwa mgonjwa wake, ambaye alieleza kwamba akilala haoni hali yoyote ile ya kutembea kwa mguu, hali yoyote ile ya kusukuma mkono, hata kuongea. Sasa wakati wa tafiti zake, Van die Broek aligundua kwamba hali hii inasababishwa na vitu visivyopungua 4, ikiwemo msongo wa mawazo, kutokutabirika kwa ratiba ya mtu kulala, lakini pia kulala chali, yani kulala mgongo ukiwa chini. Mtu analalia, yani tuseme mtu analalia mgongo. Hata wanasayansi wa karne ya 21 akiwemo Dr. Brian Sharpless naye aligundua sababu hizo. Kuzuhiko Fukuda kutoka Japan naye alibaini kwamba sababu ya kutokulala kwa wakati, sababu ya kuwa na msongo wa mawazo, kulalia mgongo na kukosa usingizi wa kutosha ni sababu ya sleeping paralysis ambayo wengi wamekuwa wakikutana nayo. Kwa mara nyingi imekuwa ikihusishwa sana na imani za kishirikina. Je, na wewe ulikuwa ukihusisha hivyo?